Na mtazamaji wa channel ya Biomedia, karibu sana. Tuangazie mwendelezo wa habari mbalimbali ambazo zimezidi kumega headline katika mitandao ya kijamii. Moja kwa moja tutangazia mwendelezo wa habari ya kifo cha MC Pilipili. Familia toa onyo kali kwa watu hawa, kumbe mwili wake ulikutwa na michubuko. Karibu sana mtazamaji, tuangazie taarifa hii ambako ni kufuatia msiba mzito kabisa wa kuondokewa na gwiji wa ushereheshaji lakini pia mchekeshaji nchini Tanzania MC Pilipili. Hali ya sintofahamu na upotoshaji wa taarifa imeanza kutanda katika mitandao na baadhi ya vyombo vya habari. Hii imesababisha mmoja kati ya watu wake wa karibu MC Mwangata kutoa wito wa dharura na onyo kali kwa wanahabari, akisisitiza umuhimu wa kusubiri taarifa rasmi ziweze kutolewa. Wakati anazungumza na waandishi wa habari ambao walijitokeza, MC Mwangata alieleza wasiwasi wake mkubwa kabisa juu ya taarifa za mkanganyiko ambazo zimekuwa zinaendelea kutolewa na watu wasiohusika na familia ya marehemu. Lakini pia MC Mwangata aliweza kubainisha kuwa baadhi ya watu bila ridhaa ya wanafamilia wamekuwa wakikaribishwa na baadhi ya vyombo vya habari kutoa nadharia au taarifa za uongo kuhusu chanzo halisi cha kifo. Nitapita na nukuu ya kwanza kabisa ya MC Mwangata wakati anazungumza. Anasema, naomba kuwaonya, tunawauliza, tunawahoji kwa ajili ya kutoa hizi taarifa. Ukiwa na mtu yeyote anazungumzia habari ya kifo cha MC Pilipili, naomba hiyo content usiweke hewani. Alisihi kabisa MC Mwangata kwa msisitizo wa hali ya juu. Alifafanua kuwa msingi wa ombi hilo ni kwa sababu watu wengi wanaotoa taarifa hizo hawafahamu chanzo chake, bali wanatoa uvumi tu. So katika nukuu ya pili anasema, wengine wamesema ajali, wengine wamesema pressure, tunasababisha taharuki kwa maana ya hofu na mkanganyiko kwa watu. Aliweza kueleza akimaanisha kuwa taarifa zisizo na uthibitisho zinajenga hali ya kutoelewana na wasiwasi usio wa lazima miongoni mwa umma pamoja na ndugu. So lengo kuu la Mwangata ni kuhakikisha kuwa taarifa kuhusu kifo cha MC Pilipili inatolewa kwa heshima na ukweli ulio wazi. Lakini pia alisisitiza kwamba vyombo vya habari vyote vinapaswa kusubiri kwa uvumilivu mpaka familia ipate taarifa kutoka kwa mamlaka husika za kitiba. Hivyo katika nukuu yake anasema, tusubiri mpaka taarifa ya familia itakapopata taarifa kutoka kwa matibabu kwa maana ya madaktari, ndipo watakapokuja kutoa taarifa ya chanzo cha kifo cha mpendwa wetu MC Pilipili. Aliweza kuhitimisha MC Mwangata. Wito huu mtazamaji wa Biomedia unatoa mwelekeo mpya kwa vyombo vya habari nchini kufanya kazi kwa weledi na kuheshimu taratibu za utoaji wa taarifa nyeti, hasa zinazohusu maisha na vifo vya watu maarufu, ili kuepuka usambazaji wa uvumi na taharuki kwa umma. Kila mmoja kwa sasa kiukweli anaendelea kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa wanafamilia baada ya mashauriano na wataalamu wa afya. Tutaendelea kufuatilia pia taarifa hii kwa karibu kabisa. Tutakuja na mwendelezo katika kufahamu pengine nini ambacho kilipelekea kifo cha MC Pilipili mpaka sasa hivi. Jina langu ni Official Rosdy. Endelea kusubscribe, kushare pamoja na kulike.